Rais wa Marekani Donald John Trump amesema uhusiano wake na waziri mkuu wa Israel Benjamin Benzion Netanyahu unaendelea kuwa wa karibu na wenye maelewano makubwa. Trump alisema wawili hao wanaelewana vizuri sana, akiongeza kuwa Netanyahu anafahamu nani ndiye mwenye mamlaka, kauli ambayo imezua mijadala kutokana na kuonyesha namna anavyoona nafasi ya Marekani katika ushirikiano wake na Israel. Trump alitoa kauli hizo katika mahojiano mafupi ambapo pia alifichua kuwa Netanyahu amemwomba kukutana naye katika ikulu ya White House. Kwa mujibu wa Trump, mkutano huo unaweza kufanyika mapema wiki ijayo baada ya kumalizika kwa mkutano wa viongozi wa NATO. Hata hivyo, afisa mmoja wa Israel amesema kuwa kutokana na changamoto za ratiba kuna uwezekano mkubwa zaidi mkutano huo ukafanyika wiki inayofuata. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu Netanyahu, viongozi hao walifanya mazungumzo kwa njia ya simu na kujadili masuala mbalimbali yanayohusu usalama wa Mashariki ya Kati pamoja na ushirikiano wa kimkakati kati ya Marekani na Israel. Katika mazungumzo hayo, Netanyahu alisema Marekani inaendelea kuwa mdhamini muhimu wa uhuru wa dunia na kwamba Israel inathamini sana uhusiano wake wa karibu na Washington. Viongozi hao pia walikubaliana kukutana hivi karibuni nchini Marekani ili kuendeleza majadiliano kuhusu masuala ya usalama na diplomasia. Iwapo mkutano huo utafanyika, utakuwa wa kwanza kati ya Netanyahu na Trump tangu mwezi Februari mwaka huu. Wakati huo, Netanyahu alidaiwa kuwasilisha kwa Trump mipango ya operesheni ya pamoja kijeshi dhidi ya Iran, hatua ambayo iliongeza mvutano mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Tangu wakati huo, uhusiano kati ya Marekani na Israel pamoja na Iran umeendelea kuwa na tahadhari kubwa, huku kukiwa na hofu ya kuongezeka kwa mzozo wa kikanda. Katika mahojiano hayo, Trump pia alizungumzia hali ya Iran baada ya kifo cha aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ali Khamenei. Trump alidai kuwa anaendelea kufuatia shughuli za mazishi ya Khamenei ambaye aliuawa katika mashambulizi ya pamoja ya Israel pamoja na Marekani Februari mwaka 2026, kulingana na simulizi iliyotolewa katika mahojiano hayo. Trump aliendelea kudai kuwa viongozi wa Iran kwa sasa wanasi kufikiwa kwa makubaliano na Marekani kuhusu mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea. Alisema pande zote mbili zilikubaliana kusitisha mazungumzo kwa muda ili kutoa nafasi kwa shughuli za mazishi, akidai kuwa kipindi hicho hakuna upande utakofanya mashambulizi dhidi ya mwingine. Akielezea msimamo wake, Trump alisema viongozi wengi wa Iran walikusanyika katika mazishi hayo na kudai kuwa Marekani ingeweza kushambulia wakati huo, lakini ikaamua kutofanya hivyo kwa sababu bado inataka kuendelea na mazungumzo ya kidiplomasia. Alinukuliwa akisema kuwa kama wangewashambulia viongozi hao wote, asingebaki mtu wa kufanya naye mazungumzo. Trump pia alitoa kauli nyingine iliyozua mjadala aliposema alishangazwa kuona baadhi ya Wairan wakilia wakati wa mazishi ya Khamenei. Alisema huenda machozi hayo yalikuwa ya kweli, lakini akaongeza kwa mzaha kuwa labda yalikuwa machozi ya kuigiza. Kauli za Trump zimekuja kwenye kipindi ambacho mvutano kati ya Marekani, Israel na Iran bado unaendelea kuwa mkubwa. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa mkutano unaotarajiwa kati ya Netanyahu na Trump unaweza kuwa na umuhimu mkubwa katika kupanga hatua za usalama wa Mashariki ya Kati, mustakabali wa mazungumzo na Iran, pamoja na ushirikiano wa kijeshi na kidiplomasia kati ya Washington na Tel Aviv. Hata hivyo, baadhi ya madai yaliyotolewa na Trump kuhusu Iran, mazungumzo yanayoendelea na mazingira ya mazishi ya Khamenei bado yanasubiri kuthibitishwa rasmi na pande nyingine zinazohusika. Hivyo, macho ya jumuiya ya kimataifa yanaendelea kuelekezwa katika mkutano unaotarajiwa kati ya Trump na Netanyahu ambao unaweza kuwa na athari kubwa katika mwelekeo wa siasa na usalama wa Mashariki ya Kati katika kipindi kijacho. Naitwa Onesmo David Sangalali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.